Mtazamaji, kocha aliyepeleka JKU finali, kocha aliyetoa timu nambari 4 na nambari 3 kwenye ligi kuu Tanzania bara, na maanisha alitoa Singida Black Stars na leo ameitoa Azam FC. Amebaki timu moja kutoka bara ambayo iko nafasi ya kwanza kwenye ligi ya bara. Sijui nini kinatokea finali. Kocha, hongera kwa ushindi. Nini ambacho kilikuwa nyuma ya matokeo yako ya kuwapiga wa bara timu za kutoka bara mara 2 mfululizo? Asante sana, nashukuru. Kwanza kitu ambacho pengine baadhi ya watu watakuwa hawajui, mimi nina experience kubwa sana kucheza ligi ya bara. Na nina uzoefu sana. Kwa hiyo najua how vipi ukikutana na hizo timu za upande wa pili. Kwa hiyo kwangu mimi haikunisumbua sana. Kilichokuwa kinawaza sana ni kwamba kitanisumbua ni how vipi vijana wangu ninapowapa maelekezo, je, wanapokea na watafanya vile ambavyo mimi nataka. Na hicho nilikiona kwenye wakati mechi za mwanzo za ligi walikuwa wanafuata. Kwa hiyo mimi wakati nakuja kwa mashindano nilikuwa nina uhakika inawezekana ukafanya kitu sahihi, kwa sababu watu wamekuja walikuwa wanawaza kwa wale watu ambao ni experience ambao wamekuja kushiriki kwenye haya mashindano, wakatuacha sisi ambao tuna uwezo na sio kufanya kitu tofauti, na ndio kilichotokea. Ambacho kimependezwa na timu yako, kila mchezo wewe umefungwa goli na unarudi mchezoni. Nakumbuka mchezo wa kwanza na Singida mlitanguliwa na mkarudi kwenye mchezo. Leo umetanguliwa na mkarudi kwenye mchezo na umepata matokeo. Huwa ni nini ambacho unakitazama ukiwa kwenye benchi pale wakati umezidiwa, umetanguliwa kwa magoli? Kwanza kujua ni kwamba nina tatizo kwenye timu yangu. How vipi natoa goli? Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo mimi linanisumbua. How vipi niende nikapambane nalo niweze kulisolve nileke sawa. Huwezi kutiwa kila match goal halafu ukachukulia ni kawaida. Kwa hiyo kikubwa nilichokifanya mimi ni kuzuia zile pressure za wachezaji wangu na waendelee kufanya kile ambacho mimi nawaambia ni tufanye hichi tufanye hichi. Kikubwa tu nimejaribu kuambia so nao tunaongozwa. Kuna kitu chochote ambacho kati ya sisi na wao kimetofautiana? Hamna. Kwa hiyo mimi ninachokihitaji sasa hivi second half nahitaji yani mwanze pressure juu, tuweze kwa block juu, halafu tuone ndani ya 10 minutes kitatokea nini, na ndio kitu ambacho mimi nimeweza kufanikiwa. So how vipi unaweza kuridi mchezo wakati unaendelea, ndio kitu ambacho wewe kinaweza ukapata kitu ambacho unakitaka. Finali ya pili Yanga dhidi ya Zimamoto, wewe unamsubiri mtu finali, umejiandaaje kuelekea finali? Maandalizi siku zote hayaangalii nani unaenda kukutana naye. Maandalizi siku zote ni wewe unaenda kuandaa kitu gani kwa watu wako. Hicho ndo kitu ambacho peke yake kinaenda kuangalia. Ukisema umwangalie opponent wako kwa sababu yeye ni nani au ni nani kwamba anaweza akakupa utofauti, unaweza ukapata kitu tofauti, lakini mimi naangalia zaidi kwenye vijana wangu, how vipi niweze kwenda kutengeneza na niweze kufanikiwa kwenye hiyo finali. Shukrani sana. Asante.